ujumbe mzito kutoka kwa wakazi wa Sange dhidi ya vitendo vya ukatili vinavyoendelea chini ya waasi, na wakiomba msaada kwa jeshi la serikali HIBU pamoja na vikosi vya wazalendo. Ujumbe huu unasema kwamba wakazi wa Sange wanakumbwa na hali ya hatari sana. Waasi wa RDF M23 wanazidisha uhalifu, mauaji ya ukatili, utekaji nyara na mateso ya kikatili pia. Leo hii vijana wametekwa na kupelekwa Bwegera na wengine katika maeneo yasiyojulikana kabisa. Wizi wa ng'ombe na nyumba za watu, mashambulizi ya usiku katika nyumba binafsi na za umma imekuwa ni tishio kubwa katika eneo hilo la Sange. Hivyo Sange imekuwa ni kitovu cha maovu yote yanayotendwa chini ya vikosi vya waasi. Wakazi waishio Sange wametoa ujumbe na wameendelea kusema kwamba tunahitaji kwa dhati kwa vikosi vya wazalendo pamoja na vikosi vya HIBU kuachilia mbali na kuja kutetea mji wa Sange jeshi la mseto lililoachilia mbali Makobola ya kwanza na Makobola ya pili, Sima, Katongo, Kagongo, Kigongo, Kirungu, Rwichankuku, Pwenzero, Kirisita na kanda ya Munanira. Na wameendelea kusema kwamba tafadhali litumike tena Sange ili ibaki tena kuwa huru na yenye amani. Puuzieni ile kipuuzi ya mapigano ya kuacha. Wakazi wanaendelea kufa katika mapigano haya ya uongo. Lazima kuokoa kwanza wale walioko kwenye hatari. Uvira tulihesabu vifo 1500 na wanawake 14,500 waliobakwa, na orodha haijakamilika ndani ya wiki 5. Hivyo Sange itakuwa na idadi kubwa zaidi kwa sababu waasi wanafanya kile wanachokitaka katika jiji hili la Sange. Tunaomba kuweka nguvu zote kwa upande wa uwanja ili kuokoa jamii hii inayoathirika. Sote tuliwaza kushuhudia jeshi la mseto likiwaangamiza kwa hasira kubwa Wanyarwanda huko Makobola ya kwanza na Makobola ya pili, Luanga, Swima na katika maeneo mengine. Tunataka jeshi hili liende Sange pia. Tuko tayari kufanya hivyo pamoja nanyi. Mali zetu tayari zipo kila kona ya kijiji cha Sange, hivyo Sange imejaa. Inasalia tu swali la muda kabla ya kumaliza dhulma za wahalifu wa Kagame. Sange inahitaji msaada wa dharura. Juzi nyumba ya mbunge wa mkoa wa Delfe Dundu iliibiwa. Ng'ombe waliokuwa Kibongoye waliibiwa. Jana vijana wawili wa pikipiki walikamatwa na kupelekwa Bwegera. Wasichana na wanawake wengine wanazidi kubakwa tu. Tunataka uingiliaji wa Sange tafadhali. Kwa mujibu wa uchunguzi wetu, Bwegera imebaki kuwa kama machinjioni ya vijana wetu wa Sange kwa hao Wanyarwanda. Hivyo basi tunahitaji msaada usiokoma na wa haraka sana ili kusaidia wakazi waishio hapa Sange. Huo ni ujumbe ambao wakazi wa Sange wameuandika kuelekea kwa vikosi vya wazalendo na pamoja na vikosi vya HIBU. Ni ujumbe wenye majonzi na ni ujumbe mzito sana dhidi ya wakongomani wenzetu wanaoishi hapo Sange. Ndio maana tunaomba kwamba ujumbe huu uweze kusambaza ili uweze kuwafikia watu wote, wakongomani wote pamoja na majeshi ya serikali, ili watu hao waweze kupata msaada wa haraka kuokoa yale ambayo yanaendelea kama mauaji ya halaiki hapo Sange.
Na tukiangazia taarifa zingine ambazo zinaendelea hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya zaidi ya wiki mbili za kuwekwa kizuizini Rwanda, aliyekuwa mkurugenzi wa ofisi ya Corneille Nangaa hatimaye amerudi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kurudi kwake sio jambo la kawaida. Mwanaume huyo amerejea akiwa na alama ya maisha, akiwa amepoteza vidole vyake vitano mkono wake wa kulia. Katika mazingira ya kutatanisha, watu wengi wameeleza hisia hizo na kutaja Kagame kuwa mtu ambaye hana shukurani kabisa, na kulinganisha na matukio hayo, wakieleza mambo ya awali ambayo Kagame ameyataja na ameyatenda. Mtu mmoja ametoa comment na kueleza baadhi ya mambo ambayo Kagame amekwisha kuyafanya na kulinganisha kile ambacho vikosi vya M23 vinategemea msaada kutoka kwa Kagame, ama wakongomani walioasi nchi ya Kongo wanategemea huenda watapata msaada kutoka kwa Kagame, aidha baada ya vita kwisha huenda wakawa viongozi hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtu mmoja ameandika hivi: ikiwa Kagame anaweza kumuua Revoka Karemangingo huko Msumbiji, mtu wa karibu naye na aliyekuwa naibu kamanda wa jeshi lake. Ikiwa Kagame anaweza kumuua Selemani Masia, msemaji wa Rwanda huko Msumbiji, na mpinzani wa Rwanda ambaye ni Bisimwa Bernard. Ikiwa Kagame anaweza kumfukuza Kayumba Nyamwasa nchini, Fani Kayembe ni nani? Ikiwa Kagame anaweza kumfukuza Eugenie Charles Gasana, mtu ambaye alikuwa akiwajibika kwa chakula cha nyumbani kwake, na aliyekuwa balozi ambaye ni Magloire Puluku. Ujumbe wa Bitakwira kwenda Kiliba ni nini? Mpaka muda huu watu wengi wanajiuliza kwamba safari ya Bitakwira aliyoianza hapo jana na kikao hicho kikifanya jana hapo Kiliba, bado watu wengi wanajiuliza lengo haswa ilikuwa ni lipi, kwa kuwa amekutana na mwenyekiti wa kitongoji na akiwemo pia mwenyekiti wa kikundi cha wazalendo General Delphin Ngoma Nzito Kalembe. Na ikumbuke kwamba siku chache zilizopita alikusanya watu wengi na kuingiza kikao kikuu ambacho aliongea mambo kadha wa kadha, ambayo mambo hayo yalileta mjadala mzito ambao watu wengi walisema kuwa huenda kiongozi huu anashirikiana na vikosi vya waasi. Hivyo watu wengi wakawashauri vikosi vya wazalendo kwamba kujiepusha na mashauri ya kiongozi huyu ambaye anakuja kuhamasisha hali ya utulivu na usalama katika mikoa hii na katika maeneo ya Uvira na katika maeneo ya Kiliba. Jambo hili limeleta utofauti kidogo baada ya kikao hicho kifupi alichokifanya hapo Kiliba na viongozi hao, huku watu wengi wakitaja huenda kuna jambo la siri ambalo alikuwa akiliongea na operation ambazo zisizojulikana ambazo alikuwa akizilenga kwa kuelekea kwa waasi wa M23, jambo ambalo alijapata ufafanuzi zaidi na majibu yaliyokuwa sahihi dhidi ya mambo hayo ambayo aliongea kupitia kikao hicho kifupi alichokifanya hapo Kiliba.